Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. Basi ni muda mwingine mwema ambao tumeupata kujifunza neno la Mungu. Lakini kwanza tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, uketie mahali pa juu kabisa palipoinuka, tunakurudishia sifa na utukufu. Tunakutukuza, tunakuabudu na kusujudu. Wewe ni Baba Mungu wa milele. Tunalitukuza jina lako, tunakuabudu na kusujudu. Wewe ni Alfa, Omega, wewe ni wa kwanza, wewe ni wa mwisho. Wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Bwana. Wewe ni mwamba wangu na ndani yako hakuna udhalimu. Tunakurudishia sifa na utukufu. Asante Baba kwa utukufu wako Mfalme. Wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni Mungu wa miungu. Wewe ushindwi na lolote. Tunakutukuza, tunakuabudu. Baba, tunaomba ututumie Mungu Roho Mtakatifu atufundishe katika muda ambao utakupendeza wewe, ili neno lako likae kwa wingi ndani yetu na kutuzalie matunda ya toba, ili tuendelee kufanana na wewe siku kwa siku. Ni katika jina la Kristo Bwana tunaomba na kushukuru. Amen. Basi leo kwa muda ambao tutajaliwa, tujifunze neno katika waraka wa pili wa Mtume Petro, sura ya kwanza mstari wa 3. Kwa kuwa kwa uweza wake wa uungu ametukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Anasema kwa kuwa uweza wake wa uungu ametukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana yake ni kwamba yote tunayoyahitaji tayari Mungu ashatupa. Yanayohusu uzima wetu, kwa ule uweza wake yeye wa kimungu ametukirimia haya yote. Kwa hiyo ni sisi sasa kuchukua, ni sisi kuungana naye katika mpango wake. Kama vile ambavyo kuna bomba unatakiwa kufungua ndio upate maji, kama ambavyo unaweza ukawa kwenye chumba ambacho kina giza mpaka uminye ile switch, ndipo utaweza kupata mwanga katika kile chumba kama kuna umeme. Kwa hiyo umeme unaweza kuwa umeingia, au tuseme umejenga nyumba yako na line ya umeme inapita hapo hapo, au bomba la maji linapita nje kwako, lakini kama hujavuta kuweka ndani kwako, ile faida ambayo ungeipata kutokana na kuvuta aidha maji au umeme hutaweza kuipata. Unaweza ukatembea umbali mrefu kwenda kuchota maji kwa ndoo na kuumia kila siku, kumbe ilikuwa tunatakiwa tu uvute bomba lije kwako. Kwa nini? Tumeshapewa yote yatupasayo kwa mambo mawili: uzima na utauwa. Life and godliness. Life and godliness. Uzima na utauwa. Kwa ni lazima tusimame katika njia ambazo zinampendeza Mungu. Ni lazima ameshatupa uzima wake. Wanadamu sisi ndio viumbe pekee wenye aina 3 ya uhai. Aina ya kwanza ni bios, uzima huu wa kawaida ambao unatokana na damu. Hapa sasa hivi mtu akinikata, damu ikaendelea kutiririka tu mpaka atakapoisha mwilini, basi kwa vyovyote vile nitapoteza uhai. Kwa nini? Kwa sababu kuna uhai wa kwanza ambao ni bios. Ukisoma mambo ya Walawi sura ya 17 mstari wa 11, anasema maana uhai wa kiumbe uko katika hiyo damu. Kwa hiyo uhai wa kwanza ndio huo, bios. Uhai wa pili unaitwa suke, uko katika nafsi. Bwana Mungu akapulizia pumzi yake, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akapuliza, Mwanzo 2:7, akapuliza pumzi yake, mtu akawa nafsi hai. Lakini unaambiwa pia akaweka mti wa uzima katika bustani, Mwanzo 2:9. Huu ndo mti wa uzima, zoe. Kwa tuna bios, tuna suke, tuna zoe life. Hii zoe
ndio ule uhai, ndio ule uzima wa milele ambao ndo anauzungumzia hapa, kwamba tumeshapewa huu uzima wa milele. Tumeshapewa yote yanayohusiana na huu uzima wa milele, ni sisi tu kuufuata, ni sisi tu kutimiza vigezo na masharti ili tutembee katika njia ambazo zinampendeza Mungu na kuupata huu uzima ambao tayari uko miongoni mwetu. Yani unatembea na sisi. Ni kama ambavyo unaona kwamba kuna line ya umeme imepita, lakini usipovuta umeme kuingiza katika nyumba yako utaishi na giza. Usipovuta bomba la maji limepita, usipovuta maji kuingiza katika nyumba yako utakaa bila maji, utakwenda kuomba maji kwa jirani siku zote, au utakuwa na gharama ya kununua maji na kuleta kujaza vyombo kila siku. Kwa nini? Kwa sababu hujatumia yale manufaa ambayo yametokana na kile ambacho umeshaletewa, kile ambacho kiko katika mazingira yako, iko katika sehemu ambayo na wewe unapatikana. Kwa anasema ametukirimia vyote vipasavyo uzima na utauwa kwa kumjua yeye aliyetuita katika utukufu wake na wema wake mwenyewe. Tukisoma neno katika waraka kwa Wafilipi sura ya 3 mstari wa 10 anasema, ili nimjue yeye na uzima wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake na kufananishwa na kufa kwake. Wafilipi 3:10, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake. Kwa kumbe ninatakiwa nimjue Kristo, nijue kwa nini alikufa kwa ajili yangu, kwa nini alichukua dhambi yangu, alichukua dhambi yako, kwa nini alifufuka siku ya tatu, ili anipe mimi ule utukufu wa kwake, anipe ile zoe. Aliua maisha yangu ya dhambi, akafufuka na maisha ya utukufu, amenipa ile zoe life. Nimepewa yote yanipasao kwa uhai. Anasema ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Kwa hiyo huku ananiambia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa kwa kumjua yeye aliyetuita katika utukufu wake na wema wake mwenyewe. Kwa hiyo lazima kumbe nimjue Kristo. Ili niweze kupata huu uzima na utauwa, lazima nimjue Kristo. Lazima nimtafute Kristo. Lazima niache njia zangu za zamani. Lazima niuache uovu. Anasema kila alitajaye jina la Bwana na afanyeje? Auache uovu. Kwa hiyo lazima niache uovu, nisimame katika njia ambayo inampendeza Mungu. Ndio nitapata yote sasa pasayo kuwa na uzima na utauwa. Kwa ili nipate haya yaliyo hii supply ambayo Mungu ameshaitoa kwangu, lazima nimjue yeye. Kama alivyosema hapa kwenye Wafilipi 3:10 kwamba ili nimjue yeye na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake. Kwa lazima nifananishwe na kufa kwake. Kwa njia ya ubatizo na mimi nakufa na yeye. Ninafufuka kwa utukufu kama yeye alivyofufuka. Sasa nasema kama kweli mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, wala sio yaliyo katika nini? Katika nchi. Kwa hiyo nibadilishe namna yangu ya kufikiri, nibadilishe njia yangu, mienendo yangu, nibadilishe namna yangu ya kutenda mambo yangu. Nijue kwamba nina jukumu la kufanana na Kristo kila siku. Hii haiwezi kuwa kazi ya siku moja. Ni kitu ambacho leo naachana na hasira, kesho naachana na wivu, kesho kutwa naachana na umbea, siku inayofuatia hivyo hivyo, naenda hatua baada ya hatua, hatua baada ya hatua, ninazidi kubadilika na kumjua yeye na kufanana na utukufu wake, kwamba kama alivyozika dhambi, basi na mimi nifufuke katika na utukufu wake, kama ambavyo nimefichwa ndani yake, na mimi ule utukufu wake uniingie mimi, nisimame katika ile njia ambayo inampendeza yeye. Lazima ni utafute utakatifu. Anasema kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Kwa lazima niache njia zangu mbaya, ni utafute utukufu wake ili nimjue yeye. Basi leo niliona tuangalie katika eneo hilo kwamba ni lazima tuachane na njia za uovu, tumtafute yeye, tumjue yeye, tuziache njia zetu ovu, tusimame katika njia ambazo zinampendeza Mungu. Tuache
manunguniko, tuache malalamiko, tuache zile njia sijui chuki, tuache hasira, tuache wivu, tuache choyo, tuache ubinafsi, tuache kisasi, tuache uzinzi, tuache yote haya ambayo hayampendezi Mungu. Tunaenda hatua kwa hatua kufanana na Kristo. Basi tufunge. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru kwa siku njema hii ya leo. Asante Baba kwa kutufundisha neno lako. Tunaomba Baba neno lako likae kwa wingi ndani yetu na kutubadili tufanane na wewe. Tunalitukuza jina lako, tunakuabudu, tunakusujudu. Ni katika jina la Kristo Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana.